Remo, nimekuja kwako, najua kuna kitu fulani utanisaidia. Maana wewe ni mtu fulani ambaye unajua madawa fulani. Nahitaji dawa ya usingizi ambayo ukitumia hata ukijikata huwezi kupata maumivu. Dawa? Dawa gani hiyo? Unazungumzia vitu vyangu? Vitu vyangu si unajua tena. Nikishatumiaga vitu vyangu ndo kama hivyo. Au unaulizia vitu gani? Bana, madawa haya unaotumia ndio maana nikaja, sema jina lake tu ndo limenitoka. Yaani dawa ya usingizi. Kuna aina nyingi ya dawa za usingizi, lakini kuna dawa moja hivi huwa tunaitumia watu. Ile unajihisi kila kitu kipo karibu yako, kila kitu. Sijui ni nyimbo hizi tunazozionaga za Marekani za kina Chris Brown, sijui anashake. Zile unaziona live tena umekunja mguu hivi. Unaangalia kitu live, yani unaenjoy. Wanaangalia sijui nini yani. Sijakuwa. Acha bwana. Yani kule yani unakuwa nje na ulimwengu huu. Unakuwa ulimwengu mwingine kabisa yani. Bwana, ni muhimu sana na ndio maana nimekuja kwako. Inaitwaje? Mbona jina lake tu kawaida tu. Valium. Yani ukiulizia Valium yani, hiyo ndio kitu hiyo inatupaka. Steam kila kitu yani mtu unajikuta huko mbali. Unawaza vitu ambavyo yani inaitwa Valium. Valium. Yani upo pote. Kwa hiyo kuipata naipata wapi? Mbona duka dawa lolote lile tu hapa, duka la madawa lolote wanauza hicho kitu. Wewe atakuwa lost huyu. Yaani kumweleza tu kidogo na kukimbia. Lost singine bana. Haya bana. Za nini hizo? Nimekuletea dawa umeze upate usingizi wa kutosha ili kupunguza maumivu wakati wa kufanya yangu. We mtoto, hivi umedhamiria kweli au ni mashetani tu yanakudanganya? Sina hamu hata ya kunyoa hizo ndevu. Wewe mwanangu unanipeleka mkuku afu sijui tu unanipeleka wapi? Jebi, nimetimiza ahadi yangu, nasubiri ahadi yako. Kibwa, ahadi ipi mimi na wewe? Ahadi gani mimi na wewe? Nishakamilisha kila kitu. Nataka unipeleke kwa mtaalamu. Unajua nashindwa hata kuelewa unajua. Wewe mbona upo serious sana wewe? Sahihi. Hiyo ni damu. Ya. Ni damu ya baba.
Kibwa, umeua, si ndio? We. Jebi, pokea simu. Halo Jebi, ina maana kunikimbia umeona ni sahihi? Jebi, nilichokuwa nakitaka unipeleke kwa huyo mtaalamu, sio kunikimbia. Nini? Kukuua inahusiana nini na wewe? Lengo langu litakuwa unipeleke pale panapohusika, sio kunikimbia. Ina maana huwezi kuonana na mimi tena? Okay, naipeleka wapi damu ya baba? Naipeleka wapi? Halo? Halo? Bwana, nisikilize. Nimekuleta hapa, naomba utulize masikio yako na unisikize kwa makini vizuri sana, unielewe, sawa? Si unanielewa? Nisikize vizuri tu. Mimi kaja bwana Kibwa hapa, nimemwelekeza vitu hapa. Lakini nimetoka hapo, yule bwana kaenda kafanya kweli kumbe. Na mimi sikufikiria afanye hivyo vitu. Kibwa ameua na ameniletea na damu kabisa za maiti. Sasa wewe mbona unazunguka mbuyu? Unajua wewe unazunguka mbuyu. Yaani sijakuelewa bado. Hapo unasema Kibwa kaua, hapa unasema umemshauri. Sasa hapo mimi nakuelewa vipi yani kwa mfano? Kibwa mimi hapa amekuja, tumekaa siku moja hapo. Ushanielewa? Akaniuliza maswala ya utajiri. Nikamwambia bwana, mbona simple tu. Unaweza kuchukua mtu kaua, ukachanganya damu, ukapata pesa. Kumbe alivyofanya mimi sijajua kama enda kufanya kweli. Yule bwana alipotoka kaenda kaua kweli babake. Kibwa amemuua babake mzazi. Sasa yaani wewe kwanza maneno yako na jinsi ya appearance yako ilivyo inaonyesha kabisa kwamba hapa hakuna ukweli wa aina yoyote. Kwa sababu gani? Yaani wewe uje unishauri mimi kwamba wewe nenda kaibe, wakati mimi najua tu nikiiba tu. Za mwezi ni ngapi? Hebu nisikilize mimi basi. Mimi nakuhadisia sasa ilivyokuwa. Ushanielewa? Kibwa alikuja hapa. Ushanielewa? Akaniambia maswala ya utajiri. Mimi nikamwambiaje? Hichi kitu mbona simple? Mimi naweza nikakusaidia. Si unaelewa? Kama vipi hapo unatoa mtu yote kafara, unapata pesa. Sasa mimi namwambia vile, sina uhakika kama naweza akafanya, lakini mwisho wa siku yule bwana alipotoka hapo, kumbe kaenda kafanya kweli, kamuua baba yake, ananiletea mimi damu nimpeleke kwa hao wataalamu, sio watu wa majini, apate hizo pesa. Mimi natoa wapi watu? Yaani wewe hata kama ukijitahidi vipi, yaani watu mimi Kibwa huyo namjua mimi. Kibwa hajiwezi kwa lolote. Kibwa huyo mwenye upaa. Kibwa huyo kila siku pensi hiyo. Kibwa huyo ujasiri jamani kautoa wapi ndugu yangu wewe? Vingine sema ni visa labda mmegombania na mademu kule. Mimi sinawajua mtaani kwangu hapa. Shideni mademu tu, mademu basi. Yaani mimi hapa naleta vitu vingine. Wewe unakuja unasema masuala ya demu. Mimi nakwambia kitu unachokifanya mwanzo unajua na mimi masuala ya demu. Masuala ya demu wanakuja wapi hapa? Demu mbona unataka kunielewa mimi wewe? Mbona unataka kunielewa? Kibwa hajaua bana. Hawezi kuua, nini nakwambia na wewe? Kibwa hawezi kuua. Kibwa mimi namjua mimi jamani. Kibwa mzaifu kila sehemu. Kibwa. Sasa ngoja nikwambie, hata mimi nilifikiria kama unavyofikiria wewe. Nilijua tu mtu wa kawaida, hata nikimwambia hivi nikimwelekeza hawezi kufanya chochote. Lakini mwisho wa siku umeona sasa roho yake ilivyo. Sikiliza, roho ya mtu msitu babu, huwezi kuitafsiri unavyofikiria. Kumbe ndio umemshauri akamuue babake. Sasa mimi nahisi wewe na Kibwa wewe na Kibwa akili zenu nyewe zote sawa. Hata wewe pia unaweza kuniomba ushauri wa kijinga nikakushauri na ukafanya kitu cha kijinga wewe. Kibwa hawezi kuua bana. Yaani wewe unanitoa huko mkuku, unanileta hapa, najua unaongea vitu vya maana, labda ate. Kwa hiyo unakataa. Mimi nakamshumaa kabisa yani. Kibwa hawezi kuua. Kibwa amemuua baba yake mzazi kwa lengo la kupata mali ili apate utajiri wa pesa na kusaidia familia zake nyingine hizo. Hicho ndio kifanya mwenzio. Sasa wewe unakataa sawa, unakubali sawa, ila ukweli ndio huo. Sasa na Kibwa hawezi kuua. Hata kama umeondoka mimi nitaongea na wewe.
Kibwa hawezi kuua wala hawezi kufanya chochote. Kwenda zako huko. Kibwa mtu laini. Kibwa hana lolote. Kibwa hana. Unamtafutia nini Jebi? Hivi Ndemo, Jebi niwakuta kupokea simu yangu mimi? Simu inaita mpaka inakata. Kwa nini? Kwanza kwa nini kanikimbia? Kama sio kweli si bora angeniambia. Sio kweli? Sio kweli nini? Kibo, unamaanisha umeua kweli? Wewe umejuaje? Hivi Kibwa, ili jambo ulilofanya uliwaza ukalifikiria kwa kina hadi ukafikia kufanya hayo maamuzi Kwa sababu umefanya maamuzi mazito sana, maamuzi magumu, maamuzi ya kikatili kwa sababu ya stori za kijiweni. Hivi unaambiwa akili ya kuambiwa changanya na yako. Unawezaje kusikiliza stori za kijiweni, mwisho wa siku unakuja unamkatishia uhai mzee wako? Yule mzee alikuwa na matamanio ya kuendelea kuishi. Alikuwa ana ndoto, anatamani kwamba aje azitimize ndoto zake. Lakini wewe umekuwa mkatili. Umemkatishia yule mzee ndoto zake. Alafu istoshe, kwenye familia yenu huko mwenyewe, umezaliwa mwenyewe na wewe ni mtoto wa kiume. Alafu mzee wako Mungu kamjalia, angalau hata ana ardhi anamiliki. Ana migomba pale amepanda. Ana mazao pale, ana miti ya matunda, ana machungwa. Analima vibustani pale. Sasa wewe leo hii ukawa mkatili kumsababishia yule mzee kupoteza uhai wake. Alafu sasa hicho kitu ambacho umeambiwa sidhani kama kina uhakika. Kwa sababu ukiangalia sisi hapa mtaani kwamba kuna watu wananyoshwa vidole na semekana mzee fulani amemuua mkewe, mzee fulani kamuua mwanae. Lakini sisi wenyewe tukiwa mashuhuda kwamba watu waliumwa, waliuguzwa, mwisho wa siku Mungu akachukua viumbe vyake. Na ndio maana hata maandiko yanasema kwamba umeumbwa kwa udongo utarudi mavumbini. Kwa hiyo hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Nikiwa na maana kwamba kila lenye mwanzo lazima itakuwa lina mwisho. Nao waganga wa hivyo hakuna. Yaani mimi nikwambie hakuna. Kwa sababu kama wao wataalamu wa hayo mambo wangekuwa wanaweza kumfanya mtu akapata pesa, basi wao wangekuwa wanamiliki magorofa Kariakoo. Mwisho wa mwezi wangekuwa wanaenda kukusanya kodi. Lakini maisha yao wao wanaishi ni ya kawaida. Yaani wanaishi maisha ya kawaida sana. Kwa hiyo ina maana wao huo uwezo hawana. Na sisi hapa mtaani hizo stori pia tumezisikia. Tunasikia kuna pesa za majini, kuna pete za majini, kuna pesa za bahati nasibu, lakini sasa ni vitu vya kufikirika. Hakuna mtu ambaye anaweza kumpa mwenzie pesa ili hali yeye mwenyewe ana shida na hiyo pesa. Kwa hiyo ulichokifanya wewe, umefanya maamuzi pasipo na kufikiri. Umefanya maamuzi kabla ya kufikiri. Ulitakiwa kwanza ufikiri, utafakari. Je, ili ninaenda kulifanya litakuwa lina tija mbele yake? Litakuwa lina faida na mimi? Litakuwa lina msaada na mimi? Ukipata majibu ndio ufanye uamuzi. Haya, umemuua yule mzee. Una uhakika utapata huo utajiri? Unazunguka na hiyo damu. Hatima hiyo damu ni nini? Wataka kutengeneza kisusio? Kwa maana wewe unatembea na ushahidi. Hapo ulipo wewe ni mtuhumiwa. Tena mtuhumiwa wa mauaji. Kesi yako ni kesi kubwa, kesi ya jinai. Umemkatili bure mzazi wako. Umemkatili bure baba yako. Hivi kama yeye angaliwaza kutaka kama utajiri kama unavyotaka wewe, angekuua wewe. Leo hii ungekuwepo hapa duniani? Ungeweza kuyasia wewe yule asikia afu kwenda kuyafanyia maamuzi ya kipumbavu? Kwa nini vijana tunakuwa na matamanio ya kijinga? Unaonekana una afya nzuri, una nguvu, unashindwa kufanya kazi. Mbona vijana wenzao wanajituma? Wanafanya kazi. Vijana sasa hivi boda boda wapo. Vijana wanapika chipsi.
Vijana sasa hivi wanaokota vyuma chakavu, scraper. Kuna viwanda sasa hivi wanafanya recycle ya makopo. Makopo yanaokotwa yanarudi viwandani. Watu wanauza biashara barabarani huko pembezoni mwa barabara. Wanauza maepo, wanauza juice, wanauza matunda. Kwa nini usifanye vitu ambavyo vikakupatia riski ya halali? Ukataka shortcut. Hili hali wazungu wenyewe wanakuambia shortcut is wrong cut. Sasa wewe unataka kupita shortcut. Na tena shortcut hiyo unataka kupita wewe kudhulumu nafsi ya mwenzio. Huo ni ujinga. Na bora ungezulumu basi nafsi ya mtu baki. Unadhulumu nafsi ya mzazi wako aliyekuzaa. Amekulea kwa shida. Hadi leo umepata ugoko, unajitambua kwamba wewe nani, unapata sasa maamuzi ya kumuua mzazi wako. Huo ni upumbavu uliofanya. Na isitoshe, hiyo damu itakugharimu. Damu ya mzee wako itakugharimu. Na wewe hapo ulipo ni mtuhumiwa. Na sidhani hiyo damu unaipeleka wapi. Wewe lazima ufungwe. Nifungwe? Kwa serikali yetu hii haitakuacha salama. Serikali ina mkono mrefu. Kwamba wewe hizi taarifa zako sio siri. Hapa mtaani hapa, hata ukimuuliza mtoto mdogo, anajua kama wewe umemuua yule mzee. Ukimuuliza hata mtoto mdogo wa miaka 3-4, wanajua kitu ulichokifanya. Watu wanakuogopa. Wakikuona wanakuona wewe ni muuaji. Serikali haitakuacha salama. Wewe utaenda jela. Alafu huyo mwenzio aliyekushawishi ufanye hivyo, mwenzio atabakia uraiani tu. Anakula bata, anafanya starehe. Wewe mwisho wa siku unaenda kuhukumiwa huko. Siwezi kwenda jela. Alafu bila yeye mimi nisingefanya. Yeye ndo kanishauri. Kwa nini nikimbie? Kibwa, wewe ulikuwa unataka ukweli upi kwa Jebi? Jebi hana ukweli wowote. Hizo story ni za kijiweni, na tena hizo story ni za kufikirika. Hakuna mganga au hakuna mtaalamu ambaye anaweza kumpatia mtu utajiri. Hiyo miti ambayo ilikuwa inatumika zamani dawa, inatibu hata machango, labda ngiri, inatibu matumbo. Sasa hivi hakuna. Miti yote ishakatwa mkaa. Hakuna mti hata mmoja wa dawa anavyokuambia. Miti yote ishakatwa mkaa. Hakuna mti wa dawa. Wewe unataka utajiri, utapata utajiri kwa staili hiyo. Hakuna utajiri wa hivyo. Alafu kumbuka siku zote kwa shetani hakuna kitu cha bure. Shetani akikopesha kitu chake, basi hakika hilo deni utalilipa. Tena unalilipa kwa muda mfupi. Na hiyo damu itakugharimu. Damu ya mzee wako itakugharimu. Yaani Kibwa, wewe kufanya maamuzi magumu kiasi hiko? Kama ikitokea naenda jela, basi yeye ni monchwali. Lazima tugane majengo ya serikali. Umeona Kibwa mawazo yako? Yaani kwamba wewe tayari ni mtuhumiwa, unawaza tena kufanya tukio jingine. Wewe ushaua, ni muuaji. Leo hii unataka kumzuru tena mwenzio. Haya, ukishamzuru hatima yako ni nini? Sikuweza kufanya bila yeye. Aliniaminisha. Na kusikitikia sana. Umekosea mno. Mariam, unanihofia? Kibwa, hivi kwani umemuua baba yako? Kelele wewe. Wafikiri singekuwa ningemuua baba? Pesa yangu halali uliona haitoshi. Nimeteseka sana kwa ajili yako. Nimetafuta sana kwa ajili yako, lakini vyote uliona havitoshi. Wewe unafikiri ningefanyaje?